إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ndugu Islam, tumo katika utangulizi wa darsa yetu muhimu ambayo inazungumzia unyenyekevu katika sala, na utangulizi wetu tumeamua kuizungumza sala katika vipengele 6 ambavyo vimeelezwa katika kitabu cha Manzilatu Salati fil Islam. Vipengele vyenyewe: nini sala kilugha na kisheria, na nini hukumu ya sala. Na vipengele hivyo viwili tumevizungumza katika darasa yetu iliyopita, na leo tutaingia katika kipengele cha 3, ma hiya manzilatu salati fil Islam. Ni ipi nafasi, ni ipi position, ni ipi thamani ya sala katika Uislamu. Na halafu vitakuja vipengele vitatu vingine, navyo ni alkhasaisu fi sala, mambo ambayo yanapatikana katika sala yasiyopatikana katika ibada nyingine. Na kitakuja kipengele cha 5, nini hukumu ya mwenye kuacha sala, na tutamalizia katika kipengele cha 6, alfadailu fi sala, fadhila zinazopatikana katika ibada ya sala au fadailu sala. Leo tutataka tuzungumzie manzilatu salati fil Islam. Nini thamani, nini heshima, nini utukufu, sala ina thamani gani ndani ya Uislamu? Tukisema manzilatu shay, tunataka tuzungumzie kwamba kiko kitu kimoja kina vienziwe vingi, lakini hichi kina nafasi nyingine ukilinganisha na hivyo vienziwe. Kwa mfano, kichwa ni kiungo kimoja na kichwa kina wenziwe katika mwili wa mwanadamu. Yaani kuna viungo vingine katika mwili visivyokuwa kichwa, lakini wallahi thamani ya kichwa sio thamani ya viungo vingine ambavyo vinadhihiri katika mwili wa mwanadamu. Mkono hauna nafasi kama ya kichwa, si mkono wa kulia wala wa kushoto. Vile vile mguu wa kulia na mguu wa kushoto. Na sikio pia ni kipengele tu katika kichwa, lakini kichwa kwa ujumla wake kina umuhimu mkubwa. Yaani tunaweza tukamuona mtu anatembea hana mkono hata mmoja, na tunaweza tukamuona mtu anaishi hana miguu miwili hana mikono miwili, wala hatushangai kumuona mwanadamu aina hii. Lakini itashangaza sana kumuona mtaani anapita mtu hana kichwa, na hata hutoamini wewe kama ni mwanadamu. Utasema hapa kuna mengine yasiyokuwa hayo tuliyozoea yamefanyika hapa. Kwa hiyo as-salatu fil Islam bimanzilati ar-ra'si min al-jasad. Sala katika Uislamu umechukua nafasi ya kichwa katika mwili. Sala ina thamani kubwa. Sala ni nguzo imara katika Uislamu. Tunataka tuone hoja au tunataka tuone mambo gani na gani yatatuonyesha thamani ya sala katika Uislamu. Jambo la kwanza, ndugu zangu Waislamu, linalotujulisha kwamba sala ina thamani kubwa ni kwamba sala ni nguzo katika Uislamu. Uislamu una nguzo 5, basi sala ni nguzo katika Uislamu. Sala ni imaduddin, nguzo kubwa sana ya dini. Imekuja katika hadithi ya Muadh, Mtume anasema rasul amri al-Islam, kichwa cha mambo yote ni Uislamu, kujisalimisha mbele ya Allah.
Kichwa cha dini yetu ni kujisalimisha kikamilifu mbele ya Allah. Na ukisikia neno kujisalimisha, maanake kunyenyekea, ukafata amri, ukawacha makatazo, ukajikubalisha mbele ya Allah kwamba ni mtumwa, ndio alislamu walistislam. Kichwa cha dini yetu nzima ni Uislamu, kujisalimisha mbele ya Allah. Wa amuduhu sala, na nguzo ya dini yetu ni sala. Yani Mtume kaita sala ni al-amud, ina maana ya kwamba hausimami Uislamu bila nguzo hiyo. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, na kilele cha mnyanyuko wa Uislamu ni jihadi. Yani kama Uislamu utafananishwa na mlima ulionyanyuka, basi jihadi iko kileleni. Kwa hiyo nguzo ya sala ni nguzo ya dini. As-salatu imadu din, sala ni nguzo ya dini. Na hapa Mtume anasema wa amuduhu as-sala. Kwa Uislamu hautosimama bila kupatikana sala, na ikianguka nguzo limeanguka jengo. Kwa Uislamu mzima utakuwa ushaanguka kwa kukosekana sala. Hana Uislamu asona sala. Hilo ni jambo la mwanzo la kutuonyesha nafasi ya sala katika Uislamu. Jambo la pili ni kwamba hii sala ndio kitu cha mwanzo kuhesabiwa siku ya Kiyama. Neno mwanzo ni neno kubwa. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yawm al-qiyama, mimi ndiye wa mwanzo ambaye ardhi itampasukia siku ya Kiyama kutoka makaburini. Yaani wanadamu ni wengi sana. Hivi sasa tu wakati ninazungumza haya mbele yenu, pana wanadamu juu ya uso wa ardhi wanaofika idadi ya bilioni 8. Bilioni 8 ziko juu ya uso wa ardhi. Hizi bilioni 8 hizi, uambiwe huyu ndio wa kwanza mwenye thamani mbele ya Allah katika hawa bilioni 8, wamefichika tu, lakini yuko ambaye ni wa mwanzo. Hii bilioni 8 hii, tungeona alochukua nafasi katika watu bilioni 8, huyu amekwenda mbali sana katika thamani yake mbele ya Allah. Sasa Mtume Muhammad ni wa mwanzo kati ya wanadamu wote tokea alipoanzwa kuumbwa Adam mpaka mwanadamu wa mwisho, na yeye ndiye wa mwanzo ambaye ardhi itampasukia, kama alivyosema kwamba mimi ndiye wa mwanzo kufunguliwa mlango wa pepo. Basi na sala ndo ya mwanzo kutazamwa, kwa sababu ibada ziko nyingi mno, lakini sala imechukua nafasi ya kwanza. Mtume anasema awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salah, kitu cha mwanzo kuhesabiwa kutoka katika amali za mja siku ya Kiyama ni sala. Sasa nataka nikuulizeni jamani, sala mpaka ikaitwa nguzo ya dini, sala mpaka ikawa ya mwanzo kuhesabiwa siku ya Kiyama, ndio imekusudiwa tuisali tu akili iko nje, hatuna unyenyekevu, hatutafakari tunachokisoma wala kukitenda, ndio itakuwa imekusudiwa hivyo tu jamani? Kweli akili yetu itakubali kwamba kuna tunda limesifiwa kweli kweli, lakini kumbe lina ganda la nje tu, nyama haimo humo ndani, kweli itakuwa ni tunda linalostahili kusifiwa? Maganda hayana thamani ukilinganisha na tunda lilo ndani yake. Mpaka wakasema wenye hekima, ma tahumuna alqushuru idha istaqama lubabu, maganda hayatushughulishi ikiwa nyama ndani iko safi imenyoka nzuri. Tutashughulishwa na ganda la ndizi, si kwamba haiko njano yote, kuna sehemu pamepiga weusi? Sisi tunataka nyama ndani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, vile vile nyama ya sala, thamani ya sala imo ndani ya unyenyekevu. Hata ukaona jambo ni nguzo ya dini, hata ukaona jambo hilo ni la mwanzo kuhesabiwa kabla ya hija, siyam, zaka, kabla ya jihadi, itatazamwa sala. Atakayeenda jihadi hana sala, hana dini. Kwa mfano kama atatokea mtu zama hizo za nyuma, uambiwe bwana naye huyu alishiriki jihadi lakini hana sala, basi sema tu ni kwamba huyo bwana hana dini, hajakubalika mbele ya Allah azza wa jalla. Ikiwa sala imefaradhishwa na aliwahi kusali na akaishi muda kadhaa kaigomea sala, haitaki, huyu huwa si muslim mbele ya Allah. Kwa hiyo hakuna historia ya sahaba
aloacha sala na akawa sahabi? Hakuna. Masahaba wameshika ibada zao za sala, wakadumu nazo, wakafa nazo, lakini sala yao waliijua kwamba midam sala ilifika kuwa ina thamani kiwango hichi, lazima itakuwa kuna jambo ndo lilokusudiwa, si kuinama na kuinuka na kuyasema tusoyajua. Ni sala yenye unyenyekevu, yenye thamani, ndio ilofikia daraja ya kwamba iwe nguzo ya dini, ndio ya mwanzo kuhesabiwa mpaka ikapewa nafasi hiyo, kwa sababu ina jambo kubwa ndani. Kitu cha mwanzo kuhesabiwa nacho mja siku ya Kiyama ni sala yake. Fa in saluhat saluha sairu amali, zikitengenea au ikitengenea sala ya mja, amali zake nyingine zote zitakuwa zimetengenea. Wa in fasadat, na ikiharibika sala, fasada sairu amalihi, amali zake zote mja nazo zitakuwa zimeshaharibika. Ikitengenea sala, zimetengenea amali zake nyingine. Ikiharibika sala, na amali zake nyingine zitakuwa zimeshaharibika. Kwa hiyo kumbe mpaka amali nyingine ili zitengenee, basi itengenee hiyo sala, na ili amali nyingine zikatalike, basi ni kuharibika kwa hiyo sala. Sala ikitengenea, hija itatengenea, siamu ya mtu itatengenea, zaka ya mtu itatengenea, na ibada nyingine zitatengenea na zitakubaliwa. Lakini sala ya mja ikiharibika, basi ni kwamba mwanadamu huyu amali zake nyingine zitakuwa zina ishara kukatalika. Ni kama wali umepikwa, ukiona punje ya juu imewiva, usiulize hizo za ndani zitakuwaje katika sufuria. Hizo zinatarajiwa kuiva zaidi, kwa sababu ndio ziko karibu zaidi na moto. Moto unapiga kwa chini. Kwa hiyo sala ikitengenea, amali nyingine zitatengenea. Riwaya nyingine imekuja, awwalu ma yusalu anhu al-abdu yawm al-qiyamati yundharu fi salatihi, kitu cha mwanzo ambacho mja ataulizwa siku ya Kiyama ni kwamba itaangaliwa sala yake. Hicho ndio kitu cha mwanzo, itaangaliwa sala ya mja. Fa in saluhat faqad aflah, ikitengenea sala ameshafanikiwa. Jamani, hapa ndo tutakapokuja yaona maneno ya Mtume na maneno ya Allah yanavyochukuana. Maneno ya Allah yanasema qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, washafanikiwa tayari waumini ambao ndani ya sala zao ni wanyenyekevu. Na hapa tunaona fa in saluhat, ikitengenea sala, faqad aflaha, ameshafanikiwa tayari mja. Riwaya nyingine anjaha, anjaha na aflaha ni maneno mawili, yote yanaishia ha, na yote yako katika uzani wa af'ala. Anjaha na aflaha, maneno mawili yanaanzia hamza, yote yanaishia ha, na yote yana maana moja. Yule ambaye sala yake imetengenea, au anazungumzwa alosali? Jamani, hapa anazungumzwa alosali ndio kafanikiwa, au yule ambaye sala yake imetengenea? Hazungumzwi anayesali hapa, anazungumzwa ambaye sala yake imetengenea, huyo ndo amefanikiwa. Wa in fasadat, na ikiharibika sala, anasali lakini imeharibika, faqad khaba wa khasir, huyo ameambulia patupu na amekula hasara. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanatuamsha, anaamsha hisia kwamba kumbe mtu anaweza akaenda hija, anaweza akafunga, anaweza akafanya ibada nyingi kabisa, lakini pia akaambulia patupu. Kuambulia patupu neno latisha hilo, alkhaibatu wal khusran, kuambulia patupu maana yake kwamba umefanya bidii lakini imepotea. Yule ambaye sala yake imeharibika, faqad khaba wa khasir. Sasa tukilichukua neno aflaha hapa, tunaliona kule katika suratul Mu'minun pia limetajwa qad aflaha, na tukichukulia neno sala kutengenea hapa, sio kusali tu, basi ndio tunaiona suratul Mu'minun haikutaja kwamba waumini wenyewe wanaosali, bali ikasema waumini ambao sala zao zina unyenyekevu. Kwa hiyo hadithi imechukuana na ile sura kwamba falah imetajwa hapa na kule imetajwa, na kule ikatajwa sala yenye sifa maalumu na hapa sala yenye sifa maalumu. Na hilo hilo neno al-falah ndio akalitamka na muadhini, naye akasema hayya ala salah, hayya ala salah, alafu akasema hayya ala al-falah, hayya ala al-falah.
Alfalah hii imekuwa inazunguka kwenye adhana, ipo ilipotajwa sala, kwenye suratul Mu'minun ipo imetajwa sala yenye unyenyekevu, kwenye hadithi ya Mtume hii ilipotajwa sala iliyotengenea falah, pia neno hilo limetajwa na ni hadithi sahihi, hiyo imo katika silsilatu sahiha. Inamaanisha kwamba kumbe hata muadhini anaposema njoni kwenye falah, anataka kutuambia njoni kwenye sala yenye unyenyekevu iliyotengenea. Mkija katika sala ya aina hiyo mtakuwa mmekuja kwenye falah, mafanikio. Lazima adhana ujumbe wake tuubebeshe na maelezo ya Qur'ani na hadithi. Qur'ani imesema sala yenye unyenyekevu ndio itazalisha falah. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Na hapa Mtume amesema fa in saluhat faqad aflaha, ikitengenea sala mja huyo amefanikiwa. Na muadhini anasema njoni kwenye sala, alafu akuja tuambia njoni kwenye alfalah, maana yake anatuambia njoni kwenye sala yenye unyenyekevu iliyotengenea. Mkija katika sala aina hiyo mtakuwa mmekuja kwenye mafanikio, sio kuja kwenye sala tu kwamba ndio mmepata mafanikio. Kuna as-salatu al-fasidatu al-murithatu lil-khayba, sala iliyoharibika inayosababisha kuambulia patupu. Ndio hadithi ilivyosema, fa in fasadati, ikiharibika, faqad khaba, ameambulia patupu, wa khasira, na shakula hasara zamani. Kala hasara huyo, ndugu zangu. Bwana Tamimu Dari katika hadithi ambayo marfu'an, na yeye amepokea hadithi hii ambayo kaipokea Abu Daud na imo katika Sahihul Jami', inasema hadithi awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati salatuhu. Nahitaji sasa kupitia hadithi ya Tamimu Ad-Dari ili tuone maelezo mengine ya ziada yaliyokuja katika hadithi ya Tamimu Ad-Dari, kwa sababu itatupa faida nyinginezo ambazo hazijatajwa katika hiyo iliyopita. Kitu cha mwanzo kuhesabiwa kutoka kwa mja siku ya kiyama ni sala yake. Fa in kana atammaha, ikiwa ameitimiza hiyo sala, kutibat lahu tamma, itaandikwa hali ya kuwa ni kamilifu. Wa in lam yakun atammaha, na ikiwa hakuitimiza, qala Allahu azza wa jalla limalaikatihi, Allah anawaambia malaika wake, undhuru hal tajiduna li abdi min tatawwu' fatukmiluna biha faridatah, angalieni je mja wangu anazo sala za sunna ili mukamilishe kupitia sala zake hizo hii faradhi hii ambayo haikukamilia. Thumma zakatu kadhalik, kisha zaka ni hivyo hivyo itakamilishwa kupitia amali fananayo na zaka katika kuikamilisha zaka ambayo ni sadaqa. Thumma tu'khadhu al-a'malu ala hasabi dhalik, kisha amali nyingine zitachukuliwa kwa mujibu wa hali hiyo, kwamba faradhi ya amali fulani inapopungua, basi sunna ya jinsia kama hiyo ndio itaikamilisha faradhi yake. Sadaqa itaikamilisha zaka, hija ya sunna itaikamilisha hija ya faradhi, au manasikul haji wal umra kwa ujumla yanakamilishana, sunna inaikamilisha faradhi yake, na siyam za sunna zina ikamilisha siyam ya faridha ikiwa kuna utata. Kwa hiyo kwa ufupi, kinachotakiwa kwetu sisi ndugu Waislamu ni kuitengeneza ibada yetu vizuri na kuipamba. Sala ya sunna iwe na unyenyekevu, sala ya faradhi iwe na unyenyekevu. Na kutengenea kwa sala haikusudiwi unyenyekevu tu, inakusudiwa na hiyo sala nayo isaliwe ndivyo kama alivyoisali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sala yenye sifa iliyokamilia, lakini unyenyekevu ndio kitu kikubwa zaidi kwenye sala, na ndicho ambacho wamekikosa wengi. Unaweza ukamkuta mtu kaisoma sala kwa mwalimu wake namna ya kuisali kama alivyoisali Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuathirika na ile sala, kunyenyekea ndani ya sala, kutafakari akisemacho na akitendacho, ikamuuma ile sala yake, ikamuathiri, haukuibiwa moyo wala fikra zake na sheitani, hilo jambo kalikuta limekosekana. Jambo hilo ndio jambo ambalo ni muhimu kwelikweli. Haya, jambo la tatu lenye kuonyesha nafasi ya sala katika Uislamu ni kwamba sala ndio kitu cha mwisho kupotea kwenye dini, na kikipotea cha mwisho huwa ndio kitu kishamalizika. Hadithi ya Abu Umama marfu'an ambayo kaipokea Imam Ahmad ibn Hanbal na Tabarani kaipokea katika As-Saghir na imo ndani ya Sahihu Targhib wa Tarhib. Hadithi inasema la tunqadanna ura al-islami urwatan urwa,
vitatenguliwa vishikio vya kuushika Uislamu, kishikio kimoja baada ya chengine. Vishikio jamani, sisi tunavijua. Kwa mfano, kikombe kina kishikio kile. Kishikio kikivunjika, ukao kishika kishikio, lakini kumbe kinaufa. Kikikatika kikombe, si kinaanguka, unabaki na kishikio tu. Kwa kishikio ni kitu kinachokusaidia kukishika hicho kinachoshikwa. Na ndio maana Waswahili wakatofautisha baina sikio na shikio. Sikio ni ile la kusikilizia, sikio linatokana na kusikia, na shikio linatokana na neno kushika. Kwa hiyo kikombe kina kishikio, na wakati mwingine mwanadamu anashika mahala ipasavyo isimtoke alichokishika, kwa sababu akianguka anaanguka pabaya. Chombo kimezama, asiyejua kuogelea akaambulia akapata godoro inaelea, anaishika kweli kweli, kwa sababu akili kosa hilo kapoteza uhai katika hali ya kawaida na ada. Sasa na Uislamu nao una vishikio vyake, lazima uwe umeshika mahala imara na kishikio madhubuti. Kishikio kikiacha pale ambapo ndio palikuwa ndio tegemezi lako baada ya Allah azza wa jalla, unaanguka unakwenda na maji. Sasa Uislamu vishikio vyake kitavunjwa kimoja baada ya chengine na kitaachia. Fakula man qadat urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha, kila kishikio kikiachia watu watashika kile ambacho kinachofuata. Yani watu makini wasotaka kuacha Uislamu, kimewatoka kishikio hichi watakishika hichi, na hichi kikiondoka watakishika hichi. Yani Uislamu una vishikio kadhaa, kimoja kimeachia, watu watashika vile vilivyobakia, watavikamata vile, ili Uislamu wao wameukamata usiwaponyoke wakaharibikiwa wakaangamia. Sasa na chengine kimeachia, watakamata vilivyobakia. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, fa awwaluhunna naqdan alhukm, cha mwanzo kishikio kuvunjwa na kuacha katika Uislamu ni hukumu. Hukumu za Kiislamu hizi wanadamu wanahukumiana Kiislamu, hicho ni cha mwanzo kuachia. Wa akhiruhunna sala, na cha mwisho ni sala. Kwa hiyo utafika wakati watu hawana ibada nyinginezo, hata hizo za watu binafsi wao baina yao kuzitekeleza kama zaka na mengineyo, wataacha watu, watabakiwa na sala tu. Sasa akiacha mtu sala huwa kashauacha Uislamu. Ndio kilikuwa kishikio cha mwisho kilichobakia. Kupitia riwaya nyingine imekuja awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amana, kitu cha mwanzo kuondolewa katika umma ni amana. Wa akhiru ma yabqa as-salah, na cha mwisho kubakia kitabakia kishikio cha sala. Wa rubba musalli la khaira fihi, na huenda huyo mwenye kusali hana khairi ndani yake. Umeona maneno yanavyoishia kwamba kitabakia kitu katika Uislamu wa watu ni sala, na huenda mwenye kusali hana khairi, kwa sababu pengine hana unyenyekevu. Na kama hana unyenyekevu na hakuisali kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu anaitwa musalli la khaira fihi, anasali lakini hana khairi, kwa sababu sala yake haitokuwa ni ile ya kumkatazana maovu na machafu, haitomsukuma katika khairi nyingine. Sala yenye unyenyekevu na mwanadamu akatafakari akisemacho akitendacho, na akajifundisha sala hiyo mbele ya maulama, akaisali ndivyo na moyo usiibiwe na sheitan, wallahi sala kila akimaliza atatoka na imani mpya. Ila Allahu akbar moja itakuza imani, itampa hofu ya Allah. Allah ni mkubwa kuliko kila kitu. Akisema maliki yaumiddin, atakumbuka siku ya malipo atakaposimamishwa mbele ya Allah, ataukumbuka moto, ataikumbuka janna, kwa sababu din ni malipo. Ina maana sala yenyewe ni da'wa. Sala ukitoka nje yake ushatengenea katika imani. Kipengele cha 4 ndugu zangu, cha kutuonyesha thamani ya sala, ndio wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa mwisho. Sala ndo wasia wa Mtume wa mwisho, tena anamaliza uhai na anahusia umati wake. Ummu Salama radhiyallahu anha amesema, kana min akhiri wasiyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa ni katika wasia wa mwisho wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Jamani, sala sala, ishikeni vizuri sala, na wale ambao mmewamiliki katika watumwa. Unajua Ummu Salama anasema nini?
hatta ja'ala nabiyullah sallallahu alayhi wasallam yujaljiluha fi sadrihi wama yufidhu biha lisanuhu, mpaka ikawa mtume neno hilo analitamka linapita tu kwa mgurumo fulani kwenye kifua chake, yani linabakia kwenye kifua, halitoki tena, ulimi hauwezi tena kutamka. Alikuwa anasema as-salata as-salah wa ma malakat aymanukum, mpaka mwisho neno lilabakia kifuani, halifiki ulimini. Ina maana kwamba anakata roho, anahusia nini? Sala. Umma ukiacha sala, umma ukipotelewa na unyenyekevu ndani ya sala, wamepotelewa na jambo kubwa. Hadithi hiyo kaipokea Ahmad na imo katika al-hadith zilizothibiti, kwa sababu imesahihishwa katika Irwaul Ghalil na Sheikh Muhammad Nasiruddin rahmatullahi alayhi. Jambo la tano lenye kuonyesha thamani ya sala ni kwamba Allah amewasifu wanaoisimamisha sala na kuamrisha familia zao. Akasema hivi, wadhkur fil kitabi Ismail, ya Muhammad ya Rasulullah, mtaje kwenye kitabu Ismail, mkumbuke huyu Ismail kafanya jambo kubwa, mpaka anaambiwa mtaje, amkumbuke, awatajie walimwengu. Ina maana Ismail alayhi salatu wasalam kafanya jambo kubwa, mtaje huyu. Sasa Allah akaanza kutaja hizo sifa za Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, hakika huyu alikuwa ni mkweli wa ahadi na alikuwa ni rasul na ni nabii wa Allah. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah, na alikuwa anawaamrisha watu wake na familia yake kusali, wa zakati, na anawaamrisha zaka, wa kana inda rabbihi mardiya, na alikuwa mbele ya Mola wake ni mwenye kuridhiwa. Umeziona sifa hizo zimesababisha mpaka aridhiwe. Yeye mwenyewe anaamrisha sala na anaisimamisha sala na anatoa zaka na alikuwa mkweli wa ahadi. Tokea utotoni kakulia na ahadi za kweli. Alipomwambia babake, if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, kama umeota unaambiwa unichinje, fanya uloamrishwa na Mola wako, utanikuta insha Allah katika wanaosubiri. Alikengeuka ahadi alipokiona kisu, mpaka dakika ya mwisho yuko tayari. Ndio Allah anakuja kumsifu Ismaili, innahu kana sadiqal wa'd, alikuwa mkweli wa ahadi mpaka utu uzimani. Sala ziliwatengeneza na da'wa na utume ukawasogeza karibu mbele ya Allah, wakawaja wema hawa, walitengenezwa na amali za kheri. Jambo la sita, Allah amewazungumza kwa ubaya wenye kuipoteza sala na kufanya uvivu, ingawaje ni chipukizi ya wahenga wema. Aliwataja wahenga wema waliopita huko nyuma, waja wema wa kheri, alafu akaja chipukizi vizazi vyao vibaya, vikawa bi'sa al-khalafu li khairi salafi, wahenga wabaya chipukizi wabaya waliotokana na wahenga wema kabisa, mitume waja wema waliopita. Lakini baadaye vikaja vizazi, Allah anasema fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah, baada hao kikaja kizazi hicho kilichopoteza sala, watabau shahawat, na wakafuata matamanio yao, fasawfa yalqauna ghayya, hao watakutana na ghayya. Ghayya maana yake nini? Ibn Abbas anasema hasara, kwa sababu wamepoteza sala, watakutana na hasara hao. Ibn Mas'ud anasema ghayya ni bonde katika Jahannam, lina kina kirefu, alafu lina vyakula vichafu vibaya. Kwa hiyo wanaungua na huku wanalishwa vyakula vichungu vibaya vya kuadhibu. Hawa ni watu ambao wameipoteza sala. Kisha Allah akasema ila watakaotubia wakatenda mema, hao wataingia janna wala hawatudhulumiwa. Alafu akataja starehe zao watakazopata katika janna, waliotubia wakaishika sala. Lakini waliopoteza sala adhabu. Waliotubia je, wakaishika sala wakasema si hatoacha tena sala, nini Allah amesema juu yao? Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wala yudhlamuna shay'a, jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bilghaybi innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha laghwan illa salaman wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya tilka aljannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiya. Waja wema wametubia wakafanya mazuri, wataingizwa janna, hawatadhulumiwa chochote, watapewa mashamba ya milele ambayo Allah amewaahidi waja wake bila hawaja kuiona, lakini wameiamini ahadi wakaisimamisha sala. Kwani ahadi ya Allah itatendewa kazi. Ndani ya janna hawatosikia pumbao ila maneno ya amani tu, na humu watapata riziki zao asubuhi na jioni, mara kwa mara wanalishwa na kunyweshwa. Na hiyo ni janna tutawarikisha katika waja wetu wenye takwa waliotubia wakaishika sala. Lakini wasioshika sala kuna ghayyan, bonde la Jahannam, huko wataenda kuadhibiwa wakiteswa. Kwa hiyo walioipoteza sala Allah kawazungumza vibaya.
wanafiki ambao wanasali kiuvivu kwa riya, sio kwa unyenyekevu, Allah akawazungumza vibaya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila. Kwa hiyo tumeona watu ambao hawakuijali sala wakaipoteza. Hawa watu wakapoteza na wao thamani yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakaharibikiwa. Wanafiki wanajaribu kumhadaa Allah na Allah anapindua vitimbi vyao, na wanaposimama kwenye sala wanasimama hali ya kuwa ni wavivu. Wanajaribu kuwaonyesha watu na hawamdhukuru Allah ila muda mchache sana. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min al-muqimina lis-salah wa an yaj'alana min ahliha wa dhawi al-khushu'i fiha wa at-tadarru'i bayna yaday Allahi 'azza wa jalla. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.